Taarifa kwa umma. TAKUKURU Mwanza yaokoa zaidi ya shilingi milioni 700 kwenye utoaji wa mikopo ya 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri ya jiji la Mwanza. TAKUKURU mkoa wa Mwanza kwa kushirikiana na wadau wa kamati ya uhakiki ya wilaya ya Nyamagana wameokoa kiasi cha shilingi milioni 706,220 kutokana na uhakiki na udhibiti uliofanyika kwenye utoaji wa mikopo ya vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu inayotokana na 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri ya jiji la Mwanza mwaka 2024-2025. Katika uhakiki huo, vikundi 41 havikukidhi vigezo ambavyo mikopo yake ilikuwa na thamani ya zaidi ya shilingi milioni 700. Vikundi hivyo vilibainika na makosa mbalimbali ambayo ni: moja, kuomba mkopo kwa miradi hewa; pili, kuwasilisha kwa kamati vielelezo vya kugushi, mfano proforma invoice na mikataba ya uongo ya maeneo ya kufanyia biashara; pia waliwasilisha bei za juu za vifaa kuliko bei ya soko, kutokuwa na maeneo ya kufanyia biashara, lakini pia kuomba mkopo kwa ajili ya mradi wa mtu binafsi au familia. Hivyo TAKUKURU imechukua hatua ya kufanya udhibiti wa kuziba mianya ya rushwa iliyojitokeza ili kusaidia halmashauri ya jiji la Mwanza kutoa mikopo kwa vikundi vilivyokidhi vigezo. Aidha, vikundi 87 vilikidhi vigezo kati ya vikundi 128 vilivyoomba mikopo, ambapo jumla ya shilingi bilioni 1,369 milioni 820,776 iliidhinishwa kwa ajili ya kutoa mikopo kwenye vikundi hivyo. Eneo jingine ni ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kwa upande wa ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo, TAKUKURU imeokoa kiasi cha milioni 17,372,708 na senti 26 na kuziwasilisha Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa maana ya TRA. Fedha hizo ni za malipo ya kodi ya zuio kutokana na utekelezaji wa miradi kwenye sekta ya elimu iliyofuatiliwa katika kipindi tajwa hapo juu. Aidha, TAKUKURU imefuatilia utekelezazi wa miradi ya maendeleo 23 yenye thamani ya shilingi bilioni 11,365,445,543 na senti 41. Miradi 20 yenye thamani ya bilioni 9,184,158,751 na senti 43 imekutwa na mapungufu madogo na kutoa mapendekezo ya namna bora ya kuboresha miradi hiyo. Kwenye eneo la uelimishaji ni kwamba kutokana na elimu iliyotolewa, wananchi wamepata uelewa wa madhara ya rushwa na makosa ya rushwa. Uelewa huu umesaidia wananchi kufahamu wajibu walionao katika kuzuia vitendo vya rushwa katika maeneo yanayowazunguka, ikiwa ni pamoja na sehemu wanazopata huduma za kijamii, hivyo kupelekea kuongezeka kwa utoaji wa taarifa za vitendo vya rushwa katika ofisi yetu. Eneo la uchunguzi na mashtaka. Ndugu wanahabari, TAKUKURU mkoa wa Mwanza kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza imeokoa kiasi cha milioni 64 ambazo ni malipo ya wachimbaji wadogo wa madini kutoka kwa mwekezaji wa kampuni ya LHT Mining Corporation Limited. Mwekezaji huyu aliingia mkataba na kikundi cha Nyabayombe ambao ni wamiliki wa eneo la mgodi lililopo katika kijiji cha Nyabayombe, wilaya ya Msungwi, ili kuwalipa fidia ya kuwaondoa wamiliki wa maduara katika eneo hilo. Hata hivyo, kampuni ya LHT Mining Corporation Limited ilivunja mkataba wa makubaliano baina yake na kikundi cha Nyabayombe bila ya kufuata taratibu za mkataba, ikiwemo kutohusishwa kwa vikundi, hali ambayo ilipelekea
wamiliki wa maduara kutopata stahiki zao. Hivyo, TAKUKURU baada ya kuchunguza kwa kina imefanikiwa kuokoa kiasi hicho cha shilingi milioni 64 ambacho kimesaidia wamiliki hao maduara kulipwa stahiki zao. Uchunguzi unaendelea na iwapo utabainika kuwepo kwa makosa ya jinai, wahusika watachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Pamoja na mafanikio hayo, katika kipindi cha mwezi Januari hadi Machi 2025, upande wa uchunguzi na mashtaka, taarifa 88 zilipokelewa. Kati ya taarifa hizo, taarifa 68 zinahusu rushwa na taarifa 20 hazihusiani na makosa ya rushwa. Taarifa zinazohusu rushwa, uchunguzi umeanzishwa na ziko katika hatua mbalimbali za uchunguzi. Utekelezaji wa programu ya TAKUKURU Rafiki. Programu ya TAKUKURU Rafiki imesaidia ukamilishaji wa ujenzi wa matundu 19 ya vyoo katika shule ya msingi Sabasaba iliyopo katika kata ya Ilemela, wilaya ya Ilemela, mkoani Mwanza. Ujenzi wa vyoo hivyo ulichukua muda mrefu bila kukamilika kwake, hali ambayo ingeweza kusababisha kutokea kwa vitendo vya rushwa, mathalan fedha kuchepushwa na miradi kutokamilika kwa kiwango kinachokusudiwa. Aidha, kupitia programu ya TAKUKURU Rafiki, kero 70 ziliibuliwa katika kata mbalimbali, na kati ya kero hizo, kero 45 zimetatuliwa. Kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.